Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Karibuni sasa tunapoenda kuanza kipindi chetu cha shule ya wanafunzi na maandiko. Mkaribishe jirani yako, mwambie mwalimu anakukaribisha darasani sasa. Haleluya. Tuwe tayari sasa kwenda kufungua kipindi chetu kizuri cha shule ya wanafunzi na maandiko. Haleluya. Nitaomba. Bwana Yesu, tunakushukuru, asante kwa kuwa umekuwa pamoja na sisi Bwana kwa wiki nzima. Hata sasa Bwana tunaendelea kuona mkono wako. Bwana tunakualika katika kipindi hichi ukaseme nasi Bwana. Baba, tunaachilia fahamu zetu na masikio yetu kusikia neno lako. Baba, ninapoenda kufundisha kanitumie kama chombo tu Bwana, bali wewe useme ndani yangu. Na kualika Roho Mtakatifu kama mwalimu kiongozi, ukaseme na watu wako, Mfalme wa amani. Sema na sisi Yesu, maneno yako yakaweze kutufungua na kutufundisha. Maneno yako Bwana tukitembea nao yakawe mwangaza wa njia zetu. Bwana tunakualika sasa, simama pamoja na sisi, onekana katikati yetu, tukauone mkono wako. Tunakualika Roho Mtakatifu, tunaamini utaenda kujidhihirisha kwa namna ya tofauti. Ni katika jina la mwanao Yesu Kristo, jina lipitalo majina yote, tunaomba na kukuamini wewe utatenda. Amen. Karibu darasani sasa. Somo letu ni somo la 13. Somo la mwisho katika mwezi wa 3. Haleluya. Mwezi wa 3 wa mwaka 2026. Hili ni somo la 13. Somo letu linaitwa njaa kuu Samaria. Njaa huko Samaria. Somo letu linaitwa njaa huko Samaria. Bwana Yesu asifiwe. Na maandiko ambayo yataenda kutuongoza katika somo letu la leo ni kitabu cha Wafalme wa Pili, ile sura ya 6, ule mstari wa 24 hadi wa 33. Pia tutasoma Wafalme wa Pili, ile sura ya 7, mstari wa 1 hadi wa 20. Haleluya. Kabla ya wasomaji hawajaenda kutusaidia kusoma, twende tukasome kweli ya Biblia inasemaje. Kweli ya Biblia inasema kama ilivyoonyeshwa katika kushughulika na Israeli, Mungu ni mvumilivu kwa wanaofuata rehema zake na kufanya mapenzi yake. Nitarudia. Kama ilivyoonyeshwa katika kushughulika na Israeli, Mungu ni mvumilivu kwa wanaomfuata, rehema zake hufanya mapenzi yake. Haleluya. Sasa nitaenda kuomba wasomaji wawili wazuri wataenda kunisaidia. Msomaji wa kwanza, msomaji wa pili, karibu. Kama kuna msomaji wa pili. Msomaji wa kwanza atanisaidia kusoma Wafalme wa Pili, ile sura ya 6, kuanzia mstari wa 24 hadi wa 33. Na msomaji wa pili atanisaidia kusoma Wafalme wa Pili, sura ya 7, mstari wa 1 hadi wa 20. Haleluya. Karibu msomaji wa kwanza. Amina. Bwana Yesu. Amen. Naenda kusoma kitabu cha Wafalme wa Pili, sura ya 6, mstari wa 24 hadi wa 33. Nayo inasema, ikawa baada ya hayo, Ben-Hadadi mfalme wa Shamu akakusanya majeshi yake yote, akakwea akauhusuru Samaria. Njaa ikawa kuu huko Samaria, na tazama, wakauhusuru hata kichwa cha punda kikapata kuuzwa kwa vipande 80 vya fedha, na kibaba cha mavi ya njiwa kwa vipande 5 vya fedha. Ikawa mfalme wa Israeli alipokuwa akipita ukutani, mwanamke mmoja akamwita akisema, unisaidie bwana wangu mfalme. Akasema, Bwana asipokusaidia nitakusaidieje mimi? Ya sakafuni au ya shinikizoni? Mfalme akamwambia, una nini? Akajibu mwanamke huyu aliniambia, mtoe mtoto wangu tutamla kesho. Basi tukamtoa wangu tukamla. Nikamwambia,
mtoe mtoto wako tumle. Naye amemficha mtoto wake. Ikawa mfalme alipoyasikia maneno ya huyo mwanamke, aliyararua mavazi yake, naye alikuwa akipita juu ya ukuta. Na watu wakaona, na tazama, alikuwa amevaa magunia ndani ya mwili wake. Ndipo akasema, Mungu anifanyie hivyo na kuzidi. Kikimbakia kichwa Elisha mwana wa Shafati juu yake leo. Lakini Elisha alikuwa akikaa nyumbani mwake, na wazee wakikaa pamoja naye. Na mfalme akamtuma mtu wa mbele yake, naye hata kabla ya kufika kwake yule mtu aliyetumwa, akawaambia wazee, Je, mwaona jinsi huyu mwana wa muuaji alivyotuma aniondolee kichwa changu? Angalia, huyo aliyetumwa akifika, fungeni mlango, mkamzuie mlangoni. Je, sauti ya miguu ya bwana wake haiko nyuma yake? Hata alipokuwa katika kusema nao, tazama, yule aliyetumwa akamshukia, naye akasema, Angalia, mabaya haya yatoka kwa Bwana. Kwani mimi kumngojea Bwana tena? Amin. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kabla tujaendelea na msomaji wa pili, wale watu ambao walikuwa wapo tayari kwa ajili ya kubatizwa, mchungaji anawaomba ofisini. Mchungaji anaomba kuonana nanyi pale ofisini, wale watu ambao wapo tayari kubatizwa. Haleluya. Tuendelee na msomaji wa pili, Wafalme wa Pili sura ya 7 mstari wa 1 hadi wa 20. Kwa aliyepata, karibu. Wafalme wa Pili. Amen. Karibu. Amen. Wafalme wa Pili 7 mstari wa 1 mpaka 20 nitasoma. Neno la Mungu linasema, Elisha akasema, lisikieni neno la Bwana. Bwana asema hivi, kesho panapo saa hii kipimo cha unga mzuri kitauzwa kwa shekeli, na vipimo viwili vya shairi kwa shekeli langoni pa Samaria. Basi yule akida ambaye mfalme alikuwa akitegemea mkono wake akamjibu yule mtu wa Mungu akasema, tazama, kama Bwana angefanya madirisha mbinguni, je, jambo hili lingewezekana? Akamwambia, angalia, wewe utaliona kwa macho yako, lakini hutakula. Basi walikuwapo watu 4 wenye ukoma penye lango la mji, wakasemezana, mbona tunakaa hapa hata tufe? Tukisema tutaingia mjini mna njaa, nasi tutakufa humo, na nasi tukikaa hapa tutakufa vile vile. Haya, twende tukaliendee jeshi la Washami, wakituhifadhi hai tutaishi, wakituua tutakufa tu. Basi wakaondoka kabla ya mapambazuko ili waende mpaka kituo cha Washami, na walipofika mwanzo wa kimo cha Washami, kumbe hapana mtu, kwa maana Bwana alikuwa amewasikizisha Washami kishindo cha miendo ya magari na kishindo cha farasi, kama kishindo cha jeshi kubwa. Wakaambiana, tazama, wafalme wa Israeli wamewaajiri wafalme wa Wahiti na wafalme wa Misri waje wapigane nasi. Kwa hiyo wakaondoka wakakimbia, kungali giza bado, wakaziacha hema zao na farasi zao na punda zao na kimo chao vile vile kama kilivyokuwa, wakakimbia wapate kujiponya nafsi zao. Basi wale wenye ukoma walipofika mwisho wa kituo, waliingia katika hema moja, wakala na kunywa, wakachukua fedha na dhahabu na mavazi, wakaenda wakavificha. Wakarudi wakaingia katika hema ya pili vile vile, wakachukua vitu, wakaenda wakavificha. Ndipo wakaambiana, mambo haya tufanyayo si mema. Je, wakaambiana mstari wa 9, ndipo wakaambiana, mambo haya tufanyayo si mema. Leo ni siku ya habari njema, na sisi tunanyamaza, mkingoja hata kutakapopambazuka, madhara yatatupata. Basi twende tukawaambie watu wa nyumba ya mfalme. Basi wakaenda wakawaita mabawabu wa mji, wakawaambia, tulifika kituo cha Washami, na tazama, hapana mtu yeyote huko, wala sauti ya mtu, ila farasi wamefungwa na punda wamefungwa, na hema zao kama
walivyoziacha. Na mabawabu akawaita, wakawaambia watu wa nyumba ya mfalme. Mfalme akaondoka usiku, akawaambia watumishi wake, sasa nitaonyesheni ninyi walivyotutenda Washami. Wanajua ya kuwa tuna njaa, basi wametoka kituoni ili kujificha kondeni. Wakasema, watakapotoka mjini tutawakamata hai, tena tutapata kuingia mjini. Na mmojawapo wa watumishi wake wakajibu akasema, kunradhi, baadhi ya watu na watwae farasi 5 katika hao waliosalia waliobaki ndani ya mji. Tazama, wamekuwa kama mkutano wote wa Israeli waliobaki ndani yake. Tazama, wamekuwa kama mkutano wote wa Israeli walioangamia. Tukawapeleke tukaone. Basi wakatoa magari 2 na farasi zake. Mfalme wakawatuma kuwafuata Washami, akasema, enendeni mkaangalie. Wakawafuata mpaka Yordani, na kumbe njia yote ilikuwa imejaa mavazi na vyombo walivyovitupa Washami wapate kukimbia upesi. Watu wale waliotumwa wakarudi wakamwambia mfalme. Basi watu wakatoka wakaziteka nyara hema za Washami. Ikawa kipimo cha unga mzuri kikauzwa kwa shekeli, na vipimo 2 vya shairi kwa shekeli, sawasawa na neno la Bwana. Naye mfalme akamweka yule akida ambaye alitegemea mkono wake awasimamie watu langoni, na watu wakamkanyaga langoni, akafa kama alivyosema yule mtu wa Mungu aliyenena hapo mfalme alipomshukia. Ikatukia kama vile mtu wa Mungu alivyomwambia mfalme, vipimo 2 vya shairi kwa shekeli na kipimo cha unga mzuri kwa shekeli, ndivyo vitakavyokuwa kesho panapo saa hii katika lango la Samaria. Na yule akida akamjibu mtu wa Mungu akasema, sasa tazama, kama Bwana angefanya madirisha mbinguni, je, hili lingewezekana? Akasema, angalia, wewe utaliona kwa macho yako, lakini hutakula. Ikampata vivyo hivyo, kwa kuwa watu wakamkanyaga langoni, akafa. Amen. Sana. Asante kwa kutusomea vizuri. Sasa kabla tujaendelea, twende pia tukaangalie mstari wetu wa kukumbuka katika somo letu, na unatoka katika kitabu cha Warumi 2 ule mstari wa 4. Warumi sura ya 2 mstari wa 4 inasema, au waudharau wingi wa wema wake na ustahamili wake wa uvumilivu wake, usijue ya kuwa wema wa Mungu wa kuvuta upate kutubu? Au waudharau wingi wa wema wake na ustahamili wake wa uvumilivu wake, usijue ya kuwa wema wa Mungu wa kuvuta upate kutubu? Bwana Yesu asifiwe. Tukiangalia hapa katika somo letu la leo ambalo linasema, kichwa cha somo kinasema njaa huko Samaria. Haya yote ambayo yalikuwa yakiwatokea hawa watu wa Samaria, yote ukija kusoma vizuri utagundua kwamba yote wenyewe ndo walikuwa chanzo. Hawakuwa wanataka kutubu kwa wakati huo, ndio maana wakajikuta wanapitia katika kipindi kigumu sana. Wanajikuta baadhi ya vitu wananunua mara 2 ya ile gharama ambao walikuwa wakinunua mwanzo kwa hiyo bidhaa. Bwana Yesu asifiwe. Twende tukaangalie vitu ambavyo tutaenda kuangalia katika somo hili. Kitu cha kwanza tutaangalia kuzingirwa kwa muda mrefu. Cha pili tutaangalia unabii wa Elisha kwa wana wa Israeli, na cha tatu tutaangalia habari njema ya wakoma. Haleluya. Jinsi ambavyo wana wa Israeli waliondoka wenyewe kwenye mafundisho ya Mungu kulisababisha kuwa na hali mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Hii pia ilitokana na ugumu wa mioyo yao. Kutokana na ugumu wa mioyo yao wakajikuta wanaishi sasa maisha ambayo ni magumu zaidi, ambayo pia hawakuyatarajia wao kama wao. Bwana Yesu asifiwe. Tukiangalia pale, unaambiwa mfalme wa Israeli alipuuza maonyo ya Elisha kuhusu hatari ya uvamizi wa Sham, na sasa Samaria ilikuwa imezingirwa. Bwana Yesu asifiwe. Elisha kama nabii wa Mungu alimfuata mfalme akamwambia kuhusiana na nini, na hawa wavamizi kwamba watakuja, lakini mfalme akawa mfanyaje? Amepuuzia, na hii ndio ikaja ikafanyaje? Ikasababisha sasa kuzingirwa na hawa wa Sham.
Mfalme Yerohamu na watu wake wangeweza kutubu na kuokolewa, lakini hawakufanya hivyo. Njaa ikaanza kutokea na kuendelea Israeli. Kutokana na haya, idadi kubwa ya maisha ya watu na wanyama ilipotea kwa njaa. Bwana Yesu asifiwe. Na baada ya Elisha kuwafata kuwaambia, na Elisha aliwafata kuambia kwamba mnatakiwa mtubu, mfalme na watu wake hawakutaka kutubu kwa wakati huo. Hawakutaka kufanya chochote ambacho walikuwa wanapata kinatoka kwenye maelekezo ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na hii hapa ikaja ikasababisha sasa njaa kali ambayo ilipelekea watu wengi, wanyama na viumbe vingi kupotea kutokana na nini? Na njaa. Bwana Yesu asifiwe. Kutokana na haya, idadi kubwa ya maisha ya watu na nyama ilipotea kwa njaa. Lakini sasa dhambi za watu zilileta njaa kubwa zaidi. Somo la leo tutaenda kuzungumzia kuhusu hukumu ya Mungu kwenye taifa lisilotii, matokeo ya njaa na ukombozi mkubwa ambao Bwana aliuleta. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe haya yote yalitokana ni kwa sababu hawakutaka kutii. Bwana Yesu asifiwe. Yote haya yakawatokea. Twende tukaangalie namna ambavyo wana wa Israeli sasa walizungukwa kwa muda mrefu. Kwa sababu ya kurudi nyuma kwa Israeli wakati wa mfalme Yehoramu, mbingu zikawa kama shaba. Mungu alikuwa amewaonya akisema, jitunzeni nafsi zenu, mioyo yenu isije ikadanganywa mkageuka na kutumikia miungu mingine na kuiabudu. Hasira ya Bwana zitakaa juu yenu, naye atafunga mbingu zake kusiwe na mvua, wala nchi isitoe matunda yake. Mkaangamia kwa upesi, mtoke katika nchi nzuri awapayo Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Huu ni mstari ukisoma pale kitabu cha Kumbukumbu la Torati ile sura ya 11 ukianzia mstari wa 16 hadi 17, utaona maonyo ambayo Mungu aliwapa hawa wana wa Israeli. Aliwaonya kabisa kabla ya yote, akamwambia angalieni msije mkajikuta mnaabudu miungu mingine. Bwana Yesu asifiwe. Na ili hali alishawaambia kwamba mimi Mungu wenu ni Mungu mwenye nini? Mwenye wivu. Msiabudu miungu mingine bali mimi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa aliwapa harati mapema kwamba msifanye hiki kwa sababu sitapenda, na kama mkifanya hiki sasa nitafunga madirisha ya mbinguni, wala nitafunga ardhi isiweze kutoa matunda kwa ajili yenu. Na hii ilitokea kweli, kwa sababu bado hawakufuata haya maagizo ya Mungu ambayo walipewa. Ni kama waliyakaidi hawa wana wa Israeli, huku wakifanya mambo yao kwa magumu zaidi. Ben-Hadadi mfalme wa Shamu alikusanya jeshi lake lote na kuihusuru Samaria. Njaa ikawa kali na chakula kikawa cha gharama sana. Bwana Yesu asifiwe. Haya yote yalikuwa ni yale matokeo sasa. Mungu kasema acha kufanya hichi kitu, wewe ukafanya. Ni sawa sawa na kwamba umefanyaje? Umemkaidi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haya yalikuwa sasa ni matokeo. Njaa ikawa kali. Chakula ambacho walikuwa tuseme wananunua labda kwa vipande 10 vya fedha, sasa wananunua kwa vipande 30 vya fedha. Bwana Yesu asifiwe. Haya yote ni kutokana na ule ukaidi ambao wana wa Israeli walionyesha. Hawakufuata maagizo ambayo Mungu aliwataka wafanye. Kimsingi hata kichwa cha punda kikaanza kuuzwa kwa vipande 30 vya fedha, karibia mshahara wa miezi mitatu. Bwana Yesu asifiwe. Unaangalia gharama ambayo ni kama kutokufuata maagizo ya Mungu ambayo anatuambia tufanye. Watu wa Mungu, ni dhambi ambazo zitakuja kutugharimu zaidi ya sasa hivi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna yale mambo ambayo Mungu anatuambia tufanye. Kuna ule wakati ambao Mungu anasema sasa, mwanangu, nataka utembee katika mistari hii, katika mwongozo huu. Sisi tunakaidi, tunaenda kinyume. Tutakuja kulipia hizo dhambi kwa gharama sana. Wewe fikiria kama walikuwa wakinunua kichwa cha punda kwa bei iliyo ndogo zaidi. Sasa hivi mtu ananunua kichwa cha punda kwa thamani ya miezi mitatu ya mshahara wake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Mungu akituambia tuache kufanya jambo fulani, hebu tujaribu kumtii. Kutokutii ndo kulisababisha maisha magumu ya wana wa Israeli, kukasababisha njaa. Yaani hata viumbe, hata ng'ombe, mbuzi, punda wakajikuta wanakufa kutokana na dhambi za watu ambao walikuwa labda watalima watapata mazao. Hapana, ikafika mahali wazazi wanakubaliana
Hawa wanawake waliitana wakakubaliana, kila mtu amtoe mtoto wake tumle tupate chakula. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukaona kwamba ilikuwa ni hali gani ngumu kufikia maamuzi ya kutaka kumla mwanadamu mwenzako. Bwana Yesu asifiwe. Haya yalikuwa ni maamuzi ya kikatili sana ambayo aliyafanya, na mfalme Yoramu aliyasikia. Baada ya kumsikia yule mama akilia, ikabidi amuulize ilikuwaje, nini kilitokea. Ndio kusema kwamba walikubaliana wale watoto wao, wakianza na mmoja mmoja. Mwanamke ambaye alitanguliza kumla mtoto wake alimwomba mfalme kuamua. Baada sasa ya kuwa huyu mwanamke mmoja sasa kaambiwa tuanze na mtoto wako, tumle mtoto wako, alafu baada tukishamaliza kumla mtoto wako, yamkini au pengine kesho tutamla mtoto wa mtu mwingine. Ambaye alitanguliza sasa kumtoa yule mtoto wake, hao wenzake wakawa kama wamefanyaje, wamemgeuka. Ndio kusababisha kile kilio kulia, hadi kujikuta huyu mfalme Yoramu anamkuta pale, ndo anamsimulia. Bwana Yesu asifiwe. Na kisa cha kumwambia mfalme, alitaka mfalme aamue ili na yeye apate haki. Kama wameamua kumla mtoto wangu, basi tumle na watoto wao, au unipe haki yote kwa sababu sijatendewa haki. Bwana Yesu asifiwe. Inaonekana wanawake wengine walikuwa wameficha mwanae ili asimuone, au huyo mwanamke mwingine alikuwa ameficha watoto wao ili sio Elisha, kwa sababu Elisha aliwapa angalizo. Alichokifanya yeye ni kufuata yale maagizo ambayo Mungu alimpatia kwa kuwapa angalizo kwamba mnatakiwa mfanye hiki na hiki na hiki, watu wamrudie Mungu na watubu. Lakini watu hawakutii, hawakufuata yale maelekezo ya Elisha. Lakini bado mfalme alirudi akaanza kulia na kumlaumu nani? Elisha. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, tusije tukapitia kwenye changamoto ambazo mwisho wa siku Mungu katuambia tufanye hiki, ukatafuta sababu au ukatafuta mzigo wa kumtupia mtu mwingine. Sababu labda ni wewe ndio ulisababisha mimi napitia haya yote. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukikaa ukatafakari, angalia huku mwanzo, hivi ilikuwaje? Pengine mchungaji amehubiri sana habari ya kuacha dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Na amekuambia ukifanya dhambi utafuata hiki na hiki na hiki. Lakini kwa sababu ya kichwa chako ambacho hakitaki kutii maagizo ya Mungu na maagizo ya watumishi wa Mungu, unafanya mambo yanakuletea matatizo. Mwisho wa siku unarudi kutoa lawama kwa watumishi wa Mungu, unatoa lawama kwa shemasi, kwa mzee wa kanisa. Lakini walikuambia kama ambavyo Mungu aliwapa maagizo wakuambie. Bwana Yesu asifiwe. Leo tabia hii ya kawaida kuwalaumu wengine kusababisha watu wasikubali kuwajibika kwa makosa yao. Bwana Yesu asifiwe. Lilikuwa ni kosa la mfalme na watu wake wote kwa pamoja, hawakutii. Bwana Yesu asifiwe. Ikajikuta sasa hawataki kuwajibika kwa yale makosa ambao waliyafanya tayari kwa Mungu, wakaanza kumtupia mzigo nani? Elisha. Bwana Yesu asifiwe. Waweza kukataa kuziacha dhambi zinazosababisha matatizo kutokea. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukaacha zile dhambi ambazo unajua kabisa mwisho wa siku hii dhambi itanitafuna. Bwana Yesu asifiwe. Katika wakati wa njaa watu wanaweza kulipa kiasi kikubwa cha pesa kwa ajili ya kupata chochote chakula. Pesa haina thamani. Bwana Yesu asifiwe. Mfalme Yehoramu alitambua huzuni katika hali hii wakati haki ya Mungu ikiangukia Israeli. Neno la Mungu lilitimia kwamba Israeli ingekula nyama za watoto wao wenyewe. Ukisoma katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati ile sura 28 mstari wa 53 hadi wa 57, kama kuna mtu anaweza kutusaidia kusoma Kumbukumbu la Torati sura ya 28 mstari wa 53 hadi wa 57. Karibu mtu wa Mungu uliyepata, unaweza kutusaidia kusoma. Sura 28 mstari wa 53 hadi wa 57. Amen. Nitasoma. Amen. Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 53 mpaka 57. Neno la Mungu linasema, nawe utakula uzao wa tumbo lako mwenyewe, nyama ya wana wako na binti zako aliyokupa Bwana Mungu wako, katika mazingira na katika mkazo utakaokazwa na adui zako. Mtu mume kati yenu aliye mororo na laini sana, jicho lake litakuwa ovu juu ya nduguye,
na juu ya mke wa kifuani mwake, na juu ya masalio ya mawe waliosalia naye, hata asitake wao mojawapo apewe katika nyama ya wanawe atakao wala, kwa kuwa hana kitu kilichomsalia kwake, katika mazingiro na mkazo utakaokazwa na adui yako katika malango yako yote. Mwanamke kati yenu aliye mororo na laini, ambaye angehatirisha kuweka wayo wa mguu wake nchi kwa umaridadi na ulaini, jicho lake huyu litakuwa ovu juu ya mume wa kifuani mwake, na juu ya mwanawe, na juu ya binti yake, na juu ya mchanga wake atokaye katikati ya miguu yake, na juu ya wanawe atakao wazaa, kwa kuwa atawala kwa siri na uhitaji wa vitu vyote katika mazingiro na mkazo utakaokazwa na adui yako katika malango yako. Amen. Amen. Mungu akubariki. Mungu aliandika, alijua kabisa yatatokea, na ndio maana ikatokea kwamba ile neno sasa ambalo alilisema kwamba hawa watu watakula uzao wao wenyewe likawa limefanyaje? Limetimia. Dhambi huleta hasara kwenye ulimwengu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Hata hivyo, kuvaa mavazi ya magunia pasipo mtu kubadilika mwenyewe, roho yake haionyeshi toba ya kweli. Bwana Yesu asifiwe. Yeye alivaa yale mavazi ya magunia akiwa ameenda kutubu, yaani sio kwanza kutubu, ni kwenda kumlaumu, kuomba maombi ya kumlaumu mtu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana wanasema kwamba hata kama alivaa yale mavazi ya magunia, lakini haikuonesha toba ya kweli, kwa sababu hakuwa ameenda kutubu, ila alijionyesha kwamba naenda kutubu sasa, lakini hakufanya yale maombi ambayo alitakiwa ayafanye kwa wakati huo. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye kisa hiki Israeli ilitaka kumtumikia Bwana licha ya hukumu ya njaa, ilikataa kumtumikia Bwana licha ya hukumu ya njaa, kwamba pamoja na yote ambao waliyapitia bado walikataa kumtumikia Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Hivi tunafikiri ni kwa nini Mungu aliruhusu nyakati za majaribu ya namna ile kwa wana wa Israeli? Tunaweza tukajiuliza, unafikiri Mungu ni kwa nini aliruhusu nyakati za namna ile kwa wana wa Israeli? Sasa Bwana Yesu asifiwe. Nyakati za majaribu zilikuja kwa sababu mfalme na watu wa Israeli waliacha maneno ya sheria na kufuata tamaa zao wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio ikajikuta Mungu sasa akaachilia yale majaribu ambayo aliamua kuyafuatia kwa wana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Twende tukauangalie sasa unabii wa Elisha. Mpaka wa mwanadamu ni fursa kwa Mungu. Tunapokuwa dhaifu, tunakuwa wenye kumtegemea Mungu kabisa, kisha nguvu ya Mungu zinatuwezesha kushinda magumu yote. Paulo aliliweka hili namna hii: kwa hiyo napendezwa na udhaifu na ufidhuri na misiba na adha na shida kwa ajili ya Kristo, maana niwapo dhaifu ndipo nilipo na nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kitabu kile cha Wakorinto wa pili sura ya 12 ule mstari wa 10 utaona maneno ya Paulo. Bwana Yesu asifiwe. Wakorinto wa pili sura ya 12 ule mstari wa 10, maneno ya Paulo anasema kwamba mpaka wa mwanadamu ni fursa kwa Mungu. Tunapokuwa dhaifu tunakuwa wenye kumtegemea Mungu kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana Mungu sasa kumbe anaachilia yale majaribu ya kupate, kwa sababu anaamini huyu mwanadamu amemuumba mwenyewe, anamjua. Kwa Mungu anapokuachilia zile changamoto ambazo unazipata wakati huu, ndio anaamini huyu mtu atanitegemea kwa namna tofauti kabisa na ya juu. Bwana Yesu asifiwe. Na hata kama ule utumishi ambao alikuwa anaufanya alikuwa amelegalega, sasa hivi ataenda kufanya kwa upya. Bwana Yesu asifiwe. Aliachilia njaa, majaribu, mateso kwa wana wa Israeli, maumivu, akiwa anajua kabisa hawa watakapokuwa dhaifu watakosa chakula, hawana kitu kingine cha kutegemea zaidi ya nani? Ya mimi. Kwa Mungu anajua, Mungu anaachilia shida yote kwa sababu anajua wewe utafanyaje, utamtegemea. Ukienda haya kwenye haya maneno ya Paulo, Wakorinto wa pili sura 12 mstari wa 10. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba anapokuwa dhaifu ndo anajua kabisa nini? Atamtegemea Mungu vizuri. Kwamba ninapokuwa dhaifu ndio nilipo na nguvu. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Israeli ilikumbana na hasara iliyotokea kwa sababu ya ukame mkali. Hata hivyo kulikuwa na nabii katika Israeli ambaye alimtumikia Mungu mwenye huruma. Elisha alitabiri, lisikieni neno la Bwana. Bwana asema hivi, kesho panapo saa hii kipimo cha unga mzuri kitauzwa kwa shekeli na vipimo viwili vya shairi kwa shekeli.
langoni pa Samaria. Ukisoma Wafalme wa Pili ile sura ya 7 pale, kama ambavyo mtumishi wa Mungu alisoma. Bwana Yesu asifiwe. Aliwaambia Elisha, aliwaambia kabisa yale maneno, alitabiri na akawaambia wana wa Israeli. Si kila mtu aliamini umoja. Mmoja wa maakida wa mfalme alijibu kwamba unabii hauwezi kutimia. Elisha alijibu, angalia, wewe utaiona kwa macho yako, lakini hutakula. Bwana Yesu asifiwe. Ni jambo lililompa Mungu heshima na lililompendeza. Tunapotegemea hekima zetu na akili zetu, tunaona ahadi ya uzima wa milele kutokea mbali, lakini hatuoni ukweli wake. Mungu atusaidie kwamba tuwe na mioyo ya kuamini. Bwana Yesu asifiwe. Yamkini kuna mambo ambayo watumishi wa Mungu wanakuambia unakuwa hauamini, lakini Mungu atusaidie leo sasa tuwe na mioyo ya kuamini, kwamba tukiambiwa jambo fulani tuliamini na tulitendee kazi kwa wakati ule. Bwana Yesu asifiwe. Yamkini kama wana wa Israeli wangeamua kumsikiliza Elisha, haya yote yasingefanyaje? Yasingetokea, kwa sababu Mungu aliwaambia, hawakutii. Bado akamtuma mjumbe wake ambaye ni Elisha, akawaambia wana wa Israeli, na bado hawakufanyaje? Hawakutii. Unaona kabisa moja ya maakida wanaofanya kazi kwenye karibu na mfalme akasema kabisa huu utabiri hautatokea. Bwana Yesu asifiwe. Ikampelekea mtumishi wa Mungu kumjibu na akamwambia, angalia, wewe utaona kwa macho yako, lakini hutakula. Bwana Yesu asifiwe. Ni jambo lililompa Mungu heshima na lilompendeza Mungu. Tunafikiri sasa unabii wa Elisha unafunua nini kumhusu nabii? Bwana Yesu asifiwe. Elisha hakuwa anatazama hali mbaya, bali uwezo wa Mungu katika kufanya upaji. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Elisha alikuwa anaangalia kabisa kwamba sawa ni nyakati ngumu, lakini Mungu bado ni Mungu wa rehema. Bwana Yesu asifiwe. Bado ni Mungu ambaye anatenda na anajibu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Mungu wetu ni Mungu mzuri sana na anatenda pale ambapo tunamhitaji, anaonekana katikati yetu. Twende tukaangalie habari zile njema sasa za wakoma kwenye kile kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 7 kuanzia ule mstari wa 1. Ukisoma pale utaona habari njema sasa za wakoma. Maandiko yaliandika kuhusu hatima ya wakoma 4 waliotengwa, ambako waliteseka kwa njaa kuliko wengine. Vile vile walikuwa wameathirika kwa ugonjwa unaoua. Hata hivyo, wakoma hawa walikuwa na sehemu ya muhimu sana kwenye utumiaji wa unabii. Vyakula tele kwa gharama ndogo, pasipo kujua walifanya kwa sehemu gani katika mpango wa Mungu. Wakoma walifanya maamuzi kufikiri kwamba aidha wangekuwa mjini au kwenda kwenye kambi ya Washami, hapo wangekufa. Waliamua kujihatarisha na kwenda kwenye kambi ya maadui kutafuta chakula. Bwana Yesu asifiwe. Hawa ni watu sasa ambao walikuwa dhaifu kabisa, hawawezi kujitegemea wenyewe, na walitengwa kabisa mbali na hawa watu wengine, lakini bado walimwamini Mungu na hawa walijitoa. Bwana Yesu asifiwe. Waliamua kabisa, tunaenda huko, tutakufa tutapona, lolote na liwe. Bwana Yesu asifiwe. Wakaenda kwenye kambi ya maadui sasa ya hao Washami. Walisema wakituhifadhi hai tutaishi, wakituua tutakufa tu. Bwana Yesu asifiwe. Walisema kabisa kama watatuua basi, kama tutakufa hatutakufa pia vile vile basi, kwa sababu wakijiangalia hali zao pengine walikuwa kama ni watu ambao walikuwa wanajikatia tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini walikuwa na imani kwamba tukifa sawa, tukipona sawa. Bwana Yesu asifiwe. Walisubiri hadi wakati wa giza, wakaenda kwenye kambi za maadui. Hawakumkuta mtu kule. Nini kilitokea? Bwana alisababisha Washami kusikia kishindo cha jeshi kubwa. Walifikiri kwamba mfalme wa Israeli alikuwa amewajiri wafalme wa Wahiti na wafalme wa Misri kumsaidia kuwashinda. Hivyo waliamka usiku na kukimbia, huku wakiacha kila kitu kwa ajili ya kujiokoa maisha yao. Bwana Yesu asifiwe sana, watu wa Mungu. Kisha wakaona wakoma walikula na kunywa na kushiba. Walificha dhahabu, fedha na nguo kwa ajili ya kuja kuzichukua baadaye. Baada ya muda, dhamiri zao zikawasuta wakisema, mambo haya tunayofanya si mema. Leo ni siku ya habari njema na sisi tunanyamaza.
Ukisoma kitabu kile cha Wafalme wa Pili sura ya 7 mstari wa 9, walirudi haraka kwenye malango ya mji na kuambia habari njema. Wale waliokuwa kwenye nyumba za mfalme wakasikia habari. Hivyo njaa ilisitishwa kwa namna ambayo watu hawakufikiri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa namna ambayo hawakufikiri kabisa hawa wana wa Israeli, lakini kwa namna ya tofauti na ya upekee na ambayo haikujulikana hata kama itakuja kutendeka, Bwana akawa amewatendea jambo. Bwana Yesu asifiwe. Tunatakiwa kutiwa moyo na kutegemea upaji wa Mungu kwa wema wake. Kama tusipofanya hivyo, tutakuwa kama yule akida aliyedhiaki unabii wa Elisha. Hatukuweza kuamini kwamba kungekuwa na utele wa chakula kwenye siku iliyofuata. Akiwa amepewa jukumu la ulinzi wa lango, akida aliuawa baada ya watu kumkanyaga kwenye njia ya langoni. Unakumbuka ule unabii wa Elisha alomwambia wakati ule kwamba utakiona lakini hautafanyaje? Hautakila. Kwa ukaidi na kutokuamini maneno ya watumishi wa Mungu. Tutaona lakini hatutafaidi yale matunda ya Mungu ambayo ameachilia katikati yetu. Watu wa Mungu, tusiwe na mioyo ya ugumu, tusifanye mioyo yetu kuwa migumu. Bwana Yesu asifiwe. Kama huyu akida, nabii kasema kwamba kutakuwa na jambo fulani litatendeka ambalo ni jema kwa watu wote. Yeye akasimama kumpinga yule nabii. Matokeo yake yakawa kama haya. Elisha alimwambia kabisa, kama wewe umepinga basi wewe hautakiona. Na kweli ikatokea. Imetokeaje sasa? Watu baada ya kuwa wameambiwa habari kwamba kuna vyakula vimepatikana hivi na hivi, tuendeni, wakatoka sasa kwenye purukushani za kutoka, kajikuta wanamkanyaga akauao. Kaona kabisa neema imekuja, chakula kimepatikana, ushindi umepatikana, lakini hakugusa, ikaishia hapo. Tusiwe na mioyo migumu, tuwe na mioyo ya kuamini tukiambiwa jambo na watumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anawainua watu kwa namna ya tofauti. Mungu anatenda kwenye maisha yetu kwa namna ya tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Hawa watu wa Mungu ambao Mungu amewachagua, Mungu amewapaka mafuta, wanapotupa maonyo au maelekezo, tuyatii na tuyafate, watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yamkini huwezi jua kwamba mtumishi wa Mungu leo Mungu alimtoa wapi. Kule alikokuwa labda alikuwa anapata mapato au fedha zaidi ya zile ambazo anazipata kwenye madhabahu hii, lakini kuna neema na uzima ambao anaupata zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa huyu mtu wa Mungu, Mungu amemtoa kule amemleta hapa, ni kwa neema, yani ni kwa neema na kwa kuamini kwamba huyu mtu anaweza. Leo hii anakuambia mtumishi wa Mungu, acha kufanya hiki, ni dhambi mbele za Mungu, au fanya hiki hapa, Bwana atafanya. Wewe hauamini, wewe hautii. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kumbe tukiangalia wana wa Israeli, sio kwamba hawakutii tu, vile vile hawakuamini vile vile maneno ya mtumishi wa Mungu Elisha. Kwa sababu kama wangesikiliza toka mwanzo, wasingefanyaje? Yote hii njaa, magonjwa, vita, hivi vitu vyote ambavyo walikuwa wanavipitia, wasingevipatia kwa wakati huo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo akida aliona unabii wa Elisha ukitimia, lakini hakufaidi. Bwana Yesu asifiwe. Tunatakiwa kujifunza kutulia katika ahadi ya Mungu, kumwamini kutusaidia kwenye wakati wa uhitaji, kisha tuendelee kuwa tayari kutangaza habari njema za baraka zake. Bwana Yesu asifiwe. Tuamini, tutii, na kisha tutangaze habari njema za Yesu, habari njema za huyu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tusiishie kwenye kuamini tu, tusiishie kwenye kutii tu, tuendelee pia kuambia watu habari njema kwamba Yesu anatenda, Yesu anaokoa, njoo kwa Yesu utapata vyote. Bwana Yesu asifiwe. Huyu Yesu ni mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Twende tukajiulize swali moja kwamba Mungu aliwatumia wakoma kusaidia kutimiza unabii wa Elisha na kuwashirikisha Israeli habari njema. Hii inatufundisha nini kuhusu Mungu ambaye anaweza kumtumia? Na mtarudia swali. Mungu aliwatumia wakoma kusaidia kutimiza unabii wa Elisha na kuwashirikisha Israeli habari njema. Hili linatufundisha nini kuhusu Mungu na ambaye anaweza kumtumia? Watu wa karibuni jamani, hili hapa ni swali. Tunaona kwamba wakoma, Mungu aliwatumia wakoma kutimiza ule unabii ambao
mtumishi wa Mungu Elisha aliusema, na vile vile kuwafikishia habari. Bado hao wakoma ndio wale ambao walipeleka habari njema kwa hao wana wa Israeli. Tunafikiria sasa hili linatufundisha nini kuhusu Mungu na ambaye anaweza kumtumia. Mungu anaweza kumtumia mtu yoyote, kama ambavyo aliwatumia wakoma, vile vile anaweza kukutumia wewe, anaweza kutumia watumishi wa Mungu, anaweza kumtumia mchungaji, mzee wa kanisa, shemasi. Sasa hili linatufundisha nini? Karibu watu wa Mungu. Karibu Mr. Gerard. Asante. Kwanza nikupongeze kwa somo zuri, na niende moja kwa moja kwenye swali. Mungu anaweza kumtumia mtu yoyote. Hasa katika Biblia Mungu anasema ya kwamba ana uwezo wa kumtumia mtu wa kawaida. Huyo mtu akiwa tayari, Mungu ana uwezo wa kumtumia. Na tunaona Mungu anatumia wakoma. Wakoma katika kipindi kile tunaona ni watu ambao walikuwa ni kama kipindi cha corona, ni watu ambao wanatengwa, tuseme wana uwezo wa kuwekwa lockdown, lakini Mungu aliweza kuwatumia watu hao. Hiyo inatufundisha kwamba Mungu ana uwezo wa kumtumia mtu yoyote, ila ndani yake akiwa na unyenyekevu, Mungu ana uwezo wa kumtumia mtu huyo. Bwana Yesu asifiwe. Tumpigie makofi mwanafunzi wetu mzuri. Mungu anasema kwamba Mungu anaweza kumtumia mtu yoyote kama tu ana utayari na anamwamini. Bwana Yesu asifiwe. Karibu mwanafunzi mwingine. Karibu Pastor Joseph. Haleluya, Bwana asifiwe. Amen. Na mimi siko mbali na mtumishi wa Bwana ambaye amezungumza. Ni kweli kulingana na somo ambalo unalofundisha ya kwamba tunajifunza kwa namna ambavyo Mungu anaweza akamtumia mtu yeyote, kwa sababu tumeona wakoma kwa kadiri ya Waisraeli kipindi hicho ni watu ambao walikuwa wanatengwa na jamii. Haleluya. Tunaona jinsi ambavyo Mungu aliwatumia wakoma hawa kwa ajili ya kuleta utukufu. Nasi tunajifunza nini kwa wakoma? Kitu ambacho najifunza kutoka kwenye somo hili, hasa kwenye kipengele cha wakoma, tunaona Mungu anaweza akatumia hata vile vyombo vidhaifu au watu wa kawaida au vitu, yani kwamba vyombo vidhaifu, kwamba watu ambao yamkini kwenye jamii wanaonekana kwamba hawana thamani, hawawezi. Mungu anaweza akawatumia kwa ajili ya kuleta utukufu wake. Amen. Na kingine niongezea kwamba Mungu jinsi anavyotazama si kama jinsi mwanadamu anavyotazama. Sisi tunatazama kwa jinsi ya nje, lakini Mungu anatazama kwa jinsi ya ndani, ya rohoni. Haleluya. Amen. Amen. Tumpigie pia makofi mwanafunzi wetu mzuri. Mungu akubariki sana. Jinsi ambavyo mwanadamu anatazama ni tofauti na Mungu anafanyaje? Anavyotazama. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu mwingine mwenye jibu tofauti? Karibu mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kupongeza mwalimu. Lakini pia mimi cha kuongea pale nasema kwamba Mungu wetu ambaye tunamwabudu, Mungu wetu ambaye tunamtumikia, siku zote yeye anataka utangulize toba na utakatifu kwanza. Baada ya hapo Mungu anaweza kainua mtu yeyote ambaye anastahili kwenye jamii, atastahili. Tunamkumbuka Yesu Kristo, wa Mafarisayo wanamwambia hawa wanafunzi wako wanafanya nini? Lakini akamwambia kwamba hata hawa wakinyamaza Mungu atainua hata mawe ya msifu Mungu. Tunamwona Elia yupo katika hali ya kuhitaji msaada, lakini mtumishi wa Mungu ana nia ya kutumika, bado ana kazi mbele yake. Mungu anamtumia kunguru kuleta chakula. Amina. Kwa hiyo tunaona kwamba Mungu anaweza kutumia hata kitu ambacho wewe unaona kama akiwezekani, lakini hicho kata msaada, ila Mungu anachokusubiri kwako wewe ni kutubu. Kwa hiyo Mungu alichokuwa anakitanguliza kwanza ni wana wa Israeli waanguke magotini, wavae magunia, watambue dhambi ambayo shaifanya kwa kutotii sauti ya Elisha. Baada ya hapo wokovu ulipitia kwa watu ambao kwenye jamii ni watu wa kutengwa. Maana ukiangalia hata wakoma ni watu hata ibadani wanatengwa, hekaluni hawawezi hata kuingia, lakini Mungu anatumia. Hapo unakuja kukumbuka kwamba Mungu anasema ni Mungu anayetenda, ategemei mkono wa mwanadamu, yeye ndiye afanye. Amina. Amen. Mungu akubariki. Tumpigie pia makofi mwanafunzi wetu mzuri. Mungu akubariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma pia wakoma hao walionyesha moyo wa unyenyekevu. Mungu anatujua ndani ya mioyo yetu. Mungu anaujua moyo wako, mtumishi wa Mungu.
Kwa Mungu aliwajua kabisa hao wakoma ni wanyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio hadi kuwaletea yale mawazo ya kwamba waende kule kwa Washami. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anamtumia vile vile mtu mwenye unyenyekevu. Unaweza ukawa tayari lakini bado ukawa sio mnyenyekevu mbele za Mungu. Kwa sababu Mungu anaamini ukiwa mnyenyekevu mbele zake utamtii na utafuata yale maagizo ambayo anakupa mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hawa wakoma vile vile walikuwa wanyenyekevu mbele za Mungu. Walionyesha utayari. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Mungu aliwatumia na wakafanya. Licha ya kuwa walikuwa wametengwa mbali kabisa na watu wengine, lakini Mungu akaonyesha kwamba hata kile kilicho dhaifu sasa kinaweza kusimama na kikatenda mambo ya ajabu. Bwana Yesu asifiwe. Usiwe mnyonge ukawa mtu wa kuhuzunika hata ofisini kwako ukaona watu wamekutenga umebaki peke yako. Ukimwamini Mungu na ukaishi kwenye maisha ya toba na ukaishi kwa maisha ya unyenyekevu, Mungu atakuchagua kuwa wewe ukawa kioo cha hawa wengine. Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Twende tukasome kweli ya wiki hii. Kweli ya kwanza inasema, waumini wengi wangependa kushuhudia kuhusu habari njema. Hata hivyo, hushindwa kufanya maamuzi na kuchagua hatua ya imani na ujasiri katika mwelekeo sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Hapa kuna swali, nasema ni kweli zipi za kiroho unaweza kuzipata kwa kumshauri muamini aliye hai, aliye na hali kama hii? Bwana Yesu asifiwe. Nitarudia kusoma kweli. Waumini wengi wangependa kushuhudia kuhusu habari njema. Hata hivyo, hushindwa kufanya maamuzi na kuchukua hatua ya imani na ujasiri katika mwelekeo sahihi. Sasa ni kweli gani zipi za kiroho tunaweza kuzipata za kumshauri muumini aliye na hali kama hii? Bwana Yesu asifiwe. Karibu mtumishi wa Mungu Elisha. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Hapo mimi cha kumshauri huyu mtu nimepata pale kwenye Wafalme wa Pili 7:9, ambapo wale wakoma walisemezana wakasema, ndipo wakaambiana, mambo haya tufanyayo si mema. Leo ni siku ya habari njema na sisi tunanyamaza. Mkingoja hata kutakapopambazuka madhara yatatupata. Basi twende tukawaambia watu wa nyumba ya mfalme. Yaani maana yake hao wakoma walipofika wakakuta zile mali, wakakuta vyakula, wakakuta kila kitu. Maana yake pale lazima na wao walikuwa na ushindani wa mawazo mawili kwenye vichwa vyao kwamba je, tuchukue hizi mali na kila kitu tukimbie tukafanye maisha yetu, au tutoke nazo twende tukawaeleze mfalme na yani serikali kwa ujumla ili ijue nasaidiaje lile taifa. Kwa hiyo maana yake walikuwa na mawazo mawili. Kwa hiyo inamaanisha kwamba kuna wakati Mungu anaweza akaamua kutumia wewe katikati ya watu wengi wakubwa, pengine hata wenye hadhi kuliko ya kwako, afu wewe ukajiona mnyonge. Sasa Mungu anataka akutumie wewe kuokoa wale watu ambao wanaonekana wana nguvu. Sasa hapo kuna namna ambavyo wewe unatakiwa uamue vizuri. Yaani utakavyoamua vizuri ndivyo utakavyokuwa kwenye nafasi nzuri. Ndio maana wanasema kwamba wanasema leo ni siku ya habari njema na sisi tumefanya nini? Tumenyamaza. Kwa hiyo wanasema tukikaa mpaka kutakapopambazuka mabaya yatatupata. Kwa hiyo tafsiri yake pale Mungu anapoamua kukutumia wewe utakiwa kuinuka, unatakiwa uendelee kumsikiliza kwamba okay, amekuonyesha fursa kwamba kitu cha kufanya ni hiki hapa. Muulize pia kinafanyikaje. Usichukue hatua tu za kuanza kufanya mwenyewe. Yaani akikuonyesha usionyeshe tu kwamba kazi ya kufanya ni hii, alafu ukaanza kuifanya bila kuuliza inafanyikaje, utajikuta unakosea. Kwa hiyo kama alivyokuta zile mali na kila kitu, maana yake walikaa wakakuta mawazo mawili kwamba tuchukue hizi mali na chakula kwa sababu sisi tunahitaji chakula tu. Tuchukue mali na chakula tuondoke au tuchukue tupeleke kwa mfalme. Lakini mwisho wa siku wakakaa wakaambiana, wakasema leo ni siku ya nini? Ya habari njema. Kwa hiyo tusikae kimya, twende tukazipeleke, twende kule kwa mfalme tukawapatie taarifa. Kwa hiyo namna nzuri ni kwamba kama wewe unakuta ni mtumishi wa Mungu na unatumika kwenye maeneo tofauti tofauti, Mungu anakupa ujumbe tofauti tofauti za kusema mahali. Hebu muulize, na utakavyokuta tu umeshaambiwa kwamba hiki ni kitu cha kusema hapa, kiseme, usijalishe matokeo yatakayokuja kwamba watakupokeaje. Wewe kiseme tu vile ambavyo kimekuja. Amen. Amen. Tumpigie makofi mwanafunzi huyu mzuri. Haleluya. Twende tukatumie maneno ya mtumishi wa Mungu kuambia watu wenye hali kama hiyo. Vile vile nitasoma kweli nyingine nasema, wakoma 4 walibadili mawazo yao kuhusu kuficha habari za baraka. Ni mambo gani ya kimatendo tunaweza kujifunza kutokana na matendo ya wakoma? Bwana Yesu asifiwe. Ni kama vile ambavyo mtumishi wa Mungu amesema tuwe tunasikiliza sauti ya Mungu inasemaje ndani yetu na Mungu atatusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine Mungu hufanya upaji kwa mahitaji yetu kwa namna isiyo ya kawaida.
Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine Mungu hufanya upaji wa mahitaji yetu kwa namna isiyo ya kawaida. Umewahi kushangazwa vipi na njia zisizo za kawaida ambazo Mungu alizitumia kukupa mahitaji yako na kufanya upaji wako? Bwana Yesu asifiwe. Nilitamani tupate mawazo mawili matatu kutoka kwa watumishi wa Mungu kutokana na hili swali letu. Nasema ni kwa namna gani umewahi kushangazwa na njia zisizo za kawaida? Mungu anatumia njia zisizo za kawaida. Kuwatumia wakoma ni njia ambayo ilikuwa ni sio ya kawaida, ambayo hata wana wa Israeli nafikiri na wenyewe walikaa wakajitafakari kwamba hii ni njia iliyokuwa sio ya kawaida kwenda kuwapa ushindi tena kwa upya. Bwana Yesu asifiwe. Unafikiri ni kwa namna gani au kwa namna ipi sasa, au ni mambo gani ambayo Mungu alifanya njia isiyo ya kawaida kukushindia kwenye yale magumu ambayo ulikuwa unapitia? Karibu watu wa Mungu. Karibu watu wa Mungu. Ni kwa namna gani Mungu alifanya njia isiyo ya kawaida kukushindia kwenye majaribu au magumu uliokuwa ukiyapitia? Karibu. Haleluya, Bwana asifiwe. Ni kutokana na swali ambalo mtumishi ametuuliza. Ni kweli nimeona jinsi ambavyo Mungu kuna mahali amenivusha katika namna ambavyo sio kawaida. Kuna mahali unaweza ukafika ukaona yani kwa akili za kibinadamu haiwezekani. Na unaweza ukawa umetafuta msaada, umeangalia huku na huku namna ya kutoka ikashindikana. Lakini Mungu anafanya njia mahali pasipokuwa na njia. Mimi nimeona katika mazingira, mifano iko mingi, lakini nitatoa mfano moja ambao niliona ambao Mungu aliweza kunitetea. Nakumbuka wakati tutamaliza masomo, tulikuwa tunakaribia kumaliza masomo. Sasa ilikuwa ni kipindi ambacho kwa ajili ya kulipa gharama kwa ajili ya mahafali. Sasa na kwa sababu kimsingi ilikuwa inatakiwa tuweze kuwasilisha kabla ya wakati ili bajeti iweze kuweza kuchakatwa. Na katika hapo kuna mambo mengi ambayo yalikuwa yanahitajika hapo. Haleluya. Nazungumzia wakati nilikuwa nasoma chuo cha Biblia kule. Sasa ikafika mahali ambapo sasa zilikuwa zimebaki, muda umeisha. Sasa yule mratibu wa chuo akawa anasema wale ambao bado hawajalipa madeni, ambao bado wanadaiwa, wanatakiwa kufanya njia yote waweze kukamilisha. Haleluya. Nashukuru Mungu alinitetea kwa namna yasiyo ya kawaida. Kuna mahali nilijaribu kutafuta msaada huko na huku, lakini sikupata. Lakini nikaona kwamba ni Mungu ambaye alifanya hivyo ili kwamba aweze kuonyesha utukufu wake kwa namna ambavyo angeweza kutenda. Haleluya. Kwa sababu nilitegemea kwamba kuna watu ambao walikuwa wameniahidi sema kwamba watachangia, watafanya hivi, wataongezea, kwa sababu nilikuwa nimechangia kwa sehemu. Sasa kuna sehemu kidogo ambayo ilikuwa imebaki. Lakini wakati ambapo najaribu kukumalizia ile gepu, kwa kweli watu ambao waliniahidi wasema atakupa, ikashindikana. Nikaingia nikafikiri labda inawezekana yamkini labda ni adui shetani ameweka mazuio. Nikaomba, hakuna. Nikajua kwamba kumbe ni Mungu alikuwa ameruhusu ili kwamba aweze kujitwalia utukufu, na Mungu alifanya kwa njia ya ajabu sana. Haleluya. Niliona nilivuka pale kwa njia ya ajabu sana. Haleluya. Na sikupata msaada kwa watu wengine, lakini Mungu alifanya njia ambayo nilipita kwenye ushindi huu, nilivuka, nikashangaa sana jinsi ambavyo Mungu alinitoa. Amen. Amen. Hebu tumpigie Mungu wetu makofi. Yeye ni mwaminifu, yeye anatumia vitu visivyo vya kawaida kutushindia. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu awabariki sana watu wa Mungu.